Ndugu wananchi, upande wa mradi huu wa daraja, ninafahamu mmeteseka kwa muda mrefu sana. Nilikuwa nimezungumza na injinia walau apate fursa ya kuwaeleza, lakini nimekumbuka kabla ya kufika hapa tumepata maelezo ya mradi pale. Taarifa tuliopewa, mradi huu ulipaswa kukamilika mwezi uliokwisha, mwezi wa 11. Lakini zipo changamoto ambazo tumeelezwa zimepelekea mradi huu kuchelewa kukamilika kwa wakati. Changamoto kubwa kuliko zote zilikuwa mbili. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni kuondoa miundombinu hii ya watu wenzetu wa TANESCO. Ilikwisha kufanyika na imekamilika. Lakini changamoto ya pili ilikuwa ni kuiweka sehemu sahihi baadhi ya miundombinu ya maji ambayo iko chini ya ardhi hapa tuliposimama. Hii imekuwa kazi ngumu na ndiyo imekuwa kikwazo kwenye kukamilika kwa wakati mradi wetu huu. Nataka niwapongeze serikali kwa sababu imeendelea kumbana mkandarasi pamoja na changamoto ya ucheleweshaji wa utoaji wa miundombinu hii ya maji. Lakini hapa tulipo si pabaya. Ombi langu kwa mkandarasi na injinia msimamizi wa mradi huu, wananchi hao wameteseka sana. Wananchi hao kwa muda mrefu wamehangaika sana. Na kwa bahati mbaya sana jiji letu la Mwanza lina malango makuu mawili peke yake ya kuingia ndani ya mji. Lango la kwanza ni hiyo njia ya kutoka Msoma kuja Mabatini kuja mpaka mjini. Lakini lango la pili ni hii njia ya kutoka mjini kupita hapa Mkuyuni kwenda kule Buhongwa. Inapotokea changamoto ya mradi kama huu umechelewa, maana yake tunazifunga shughuli za uchumi ndani ya jiji letu. Lakini juzi imetokea changamoto ya mafuriko maeneo haya. Wananchi mnafahamu adha mlioipitia. Inakulazimu zaidi ya masaa 5 mpaka 6 umeshindwa kuvuka ng'ambo ya pili kuingia ndani ya jiji letu la Mwanza. Nitumie fursa hii kukuomba sana mkandarasi na msimamizi wetu ambaye unatoka TANROADS. Maelekezo niliyopewa, maelezo ambayo yako ndani ya maandishi, ni kwamba mmetoa muda wa nyongeza kwa mkandarasi anayejenga daraja hili mpaka tarehe 28 ya mwezi wa kwanza. Lakini ukijaribu kufuatilia nje na changamoto za uhamishaji wa miundombinu ya maji na barabara, tukubaliane kulikuwa na uzembe mkubwa sana upande wa mkandarasi. Kulikuwa na ucheleweshaji mkubwa sana upande wa mkandarasi. Nataka niwahakikishieni ndugu wananchi, damu yetu ni changa na hatuna cha kupoteza. Tumejielekeza kuja kufanya kazi ya wananchi. Miradi yote ambayo itakuwa ndani ya jimbo la Nyamagana tutaisimamia kikamilifu. Nataka niwaahidi ndugu wananchi hapa, hiyo tarehe 28 iliyosemwa mwezi wa kwanza wanakabidhi, kamati za bunge zinaanza na bunge rasmi tunaanza tarehe 27. Mimi nitakaa hapa kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 28, siku ambayo wanatukabidhi mradi huu. Lakini sambamba na hilo niombe sana, nimekwisha kuzungumza na injinia. Kabla ya tarehe 28 tumekubaliana walau kuanzia tarehe 10 mpaka 15 ya mwezi wa kwanza, kabla ya makabidhiano rasmi ya mradi tarehe 28, tarehe 10 kati ya tarehe 10 mpaka 15 ya mwezi wa kwanza, barabara hii imekamilika na imefunguka inatumika. Barabara hii imefunguliwa, wananchi wanapita na magari yanapita hapa juu. Hizo wiki mbili zitakazokuwa zimebaki zitumike kwa ajili ya utengenezaji na umaliziaji wa mitaro peke yake. Kwa hiyo kabla ya tarehe 28, kati ya tarehe 10 mpaka 15, tunatamani, na haya ni maelekezo yetu, sisi ndio tumepewa ridhaa hii na wananchi, tarehe 10 mpaka 15 barabara ianze kufanya nini? Mkandarasi mjenzi yuko hapa, mwakilishi wa meneja ya TANROADS ya mkoa wa Mwanza yuko hapa. Hizi fedha ni za Watanzania. Hizi fedha ni za wananchi wakazi wa kata ya Mkuyuni ambazo zinatoka kupitia kodi wanazolipa. Ni lazima tuzisimamie kikamilifu. Mkandarasi akipewa kazi, ni lazima tuhakikishe anafanya kazi kwa uzalendo. Na kwa bahati nzuri sana, mkandarasi huyu ni mzawa. Inapotokea fursa zimepewa kwa watu wa nje tunalalamika. Lakini wakati mwingine hata sisi tukipeana fursa ndani tunaangushana.
Nataka niahidi hapa ya kwamba mimi mkandarasi mzembe ndani ya jiji la Mwanza, ndani ya jimbo la Nyamagana, ndugu wananchi, nitawaomba mniunge mkono. Ikitokea amechelewesha mradi, nitakuwa nawaalika, tunaenda pamoja kwenda kufanya kazi ambayo tutakuwa tumekubaliana.